Kabla ya taarifa hizi za ndani, ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, naomba ubonyeze alama ya like na karibu. Mahakama ya kimataifa ambayo inashughulikia uhalifu na ipo pale Uholanzi, ICC, huenda itamnyonga rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya yale ambayo naenda kukueleza kwa kanda hii. Vile imeweza kudhibitishwa kufikia sasa, ni mwisho wa Samia Suluhu Hassan kupitia mahakama ya kimataifa ICC. Sasa iko hivi, ICC vile inaendesha kesi zake dhidi ya washtakiwa ni kupata ushahidi wa msingi. Sasa Samia Suluhu Hassan alijikaanga yeye mwenyewe, akaunda tume ya Judge Chande ili kuchunguza maafa na maandamano hapa Tanzania. Ile tume sasa ndiyo imeweza kumfunga Samia Suluhu Hassan kule ICC. Kivipi? Tumeweza kudhibitishiwa kwamba ICC inataka ushahidi kidogo tu. Sasa itaanzia penye tume ile ya Judge Chande ilimalizia ili kuendesha mashtaka, kufungua kesi dhidi ya Samia na kumunyonga ikiwa atapatikana na makosa. Kwa nini? Tume ya Judge Chande ilisema wazi kwamba watu 518 waliweza kuangamia kupitia maandamano ya Tanzania wakati na baada ya uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana, wakati Samia Suluhu Hassan alikuwa anatafuta njia ya kuchaguliwa. Tume hiyo ya Judge Chande iliweza kukiri tena kuhusiana na utekaji chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Sasa hii tume ikamkaanga Samia Suluhu Hassan kwa sababu ndio mrengo upinzani umekuwa ukisema watu zaidi ya 10,000 wameangamia. Shirika ambalo ni la kutetea haki za binadamu Amnesty International wakasema ya kwamba zaidi ya mamia ya Watanzania waliweza kuaga dunia. Sasa tume ya Samia ya Judge Chande ikakiri watu 518 waliangamia kufuatia maandamano. Sasa ushahidi huu ndio unaenda kutumika kufungua kesi dhidi ya Samia kule ICC, kudhibitisha kwamba wote wamekubaliana kwamba watu ndio waliaga dunia, hata aage mtu mmoja. Watatumia ushahidi huo kumfunga muhusika, na muhusika sio mwingine ila tu ni Samia Suluhu Hassan. Pili, mambo ya utekaji nyara. Tume ya Judge Chande ilikiri kwamba watu wengi wameweza kutekwa nyara, ndio wengine wakajiteka, lakini chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo ICC itatumia ushahidi huu kumfunga Samia Suluhu Hassan. Yeye aliunda tume imsafishe, lakini ikakiri kwamba kulikuwa na mauaji ya watu 518 na wengine walikuwa watoto, wengine walikuwa wameuliwa kwa nyumba, na wale ambao waliwaua sio wengine ila tu ni vyombo vya dola. Ikumbukwe Disemba mwaka jana tarehe 9 Samia aliweza kukiri wakati alikutana na wazee kule Dar es Salaam, akasema hakukuwa na nguvu kidogo za kutumia dhidi ya majambazi ambao walikuwa wanataka kupindua serikali, ila tu nguvu nyingi ziliweza kutumika kuwazuia wale ambao walikuwa wanataka kupindua serikali yake. Kumaanisha akadmit, yani akaweza kukiri yeye mwenyewe kwamba vyombo vya dola viliweza kutumika. Nani alivitumia? Ni yeye, kwa sababu yeye ni amri jeshi mkuu. Alitoa amri kwamba risasi ziweze kutumika, na hii ripoti ya Judge Chande iliweza kukiri kwamba risasi za moto ziliweza kutumika dhidi ya Watanzania. Watoto wakaaga dunia, kina mama wakaaga dunia, vijana wakaaga dunia, na hii tume ndiyo imemfunga yeye mwenyewe badala ya kumsafisha. Kwa hivyo tumeweza kudhibitishiwa kwamba
ICC sasa imepata ushahidi wa kutosha wa kufungua kesi dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu kuna ushahidi, hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Na kule ICC majibu ni mawili: utafungwa maisha ama unyongwe baada ya haya kudhibitishwa. Kwa hivyo Samia yu taabani sasa hivi, mwisho umefika kwa uongozi wake. Unajua, alianza kuwafunga wengine ili aweze kujichagua. Watu wao kushiriki katika kura za mwaka jana, alijichagua, akajitangaza, akajiapisha. Kivipi? Watu wao kushiriki kwa uchaguzi. Makaratasi ya kupiga kura yalikuwa yametapakaa kila mahali, barabarani, vituo vya upigaji wa kura viliweza kusambaratishwa, akazima mitandao. Kisha baadaye tume ya uchaguzi inamtangaza, nani amempigia kura hatujui. Kisha baadaye anaenda kujiapisha. Mtanzania wa kawaida hakuwahi kuhudhuria uapisho wake, aliapishwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi na katika uwanja wa kijeshi. Haya yote ni ishara tosha kwamba alijichagua, akajiapisha, na sasa anataka kuongoza taifa la Tanzania. Na kuna hifadhi zingine kama zile za Ngorongoro ameuza. Ukienda pale country codes inabadilika kwa sababu ya falme za Kiharabu. Aliuzia Waharabu hifadhi ya Ngorongoro, na kulingana na sheria hapa Tanzania hifadhi hizi ni zile ambazo ni mali ya umma, yanaweza kulindwa. Ndio maana Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais hawaendani pamoja, hawafikiani. Ndio maana hata kwa mikutano mbalimbali hawezi kuhudhuria pamoja. Mara mingi Samia Suluhu Hassan anamtumia Jakaya Mrisho Kikwete, anamtumia Mwigulu Nchemba. Sasa kimeumana, na tutasubiri, tunaendelea kufuatilia ripoti hizi zote, tutazileta wazi vile itathibitishwa. Lakini kufikia sasa kesi dhidi ya Samia Suluhu Hassan ICC ipo na atafungwa kwa sababu ushahidi umepatikana kwamba mauaji yaliweza kufanyika Tanzania. Mauaji yaliweza kufanyika, sio hayakufanyika, yaliweza kufanyika kupitia Judge Chande, kupitia Amnesty International, kupitia mrengo upinzani, na ukandamizaji mkubwa uliweza kushuhudiwa. Kwa hivyo Samia chake kimotoni. Unajua, wanasema ya kwamba binadamu huvuna kile ambacho ameweza kukipanda yeye mwenyewe. Sasa imefika wakati Samia, rais aliyejichagua na udikteta, uongozi wa kimla, amefikiwa. Naomba kutamatishia hapo, tukutane kwa kanda nyingine. Na ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Asanteni na kwaheri.